Baba, katika jina la Yesu Kristo anatole hai, Mungu wa uzima, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, napingana na nguvu za giza. Ilo wewe ndo umekosea. Unaanza kutulalamikia wakati wewe ndo mkuu wetu. Kwa hiyo mnataka kusema kwamba tulikuwa tunatembea mimi peke yangu? Tulikuwa wote. Jambo hili la kukumbushana bwana. Lakini Kijiti, kumbuka wewe ndo kiongozi wetu. Ilipaswa hayo yote uyajue, uyakumbuke. Inakuwaje tunaanza kulaumiana na kutupiga makofi hapa sasa hivi? Mambo gani hayo sasa? Muda mwingine mtu unakuta na feelings nyingi. Kwa hiyo mambo ninayofikiria ni mengi. Tusikae tunalaumiana. Hebu tujueni sasa tunafanyaje? Kwa sababu tayari tumeshakosea. Lakini Kijiti, wewe ndo kiongozi wetu. Ndio unajua kabisa hili kosa tumelifanya wote. Inakuwaje unatupiga makofi hapa sasa? Haya sasa. Tunafanyaje? Tunaenda kumwambia nini yule mwanamke? Tunaenda kumwambia nini mganga? Hili swala sio la kulaumiana. Ni swala la kuongea. Tumekosea tukiwa wote. I say. Hapa tunapoteza muda, turudi kwa mganga. Anaweza akatupa majibu ambayo ni sahihi. Sawa. Twendeni. Nguvu ya nuru. Nguvu ya nuru. Wewe mchungaji wewe. Unaangalia nini? Sasa sikiliza. Tulikupa nafasi ya kuondoka hapa Nzera, hutaki kuondoka. Unataka tuone wabaya. Sisi hatuna roho mbaya. Yaani nyinyi mnatufanya tuonekane tuna roho mbaya. Kwa nini hutaki kuondoka lakini? Nipo kwa ajili ya kupingana na ninyi mnaosababisha nguvu za giza mahali hapa. Wewe hiyo nuru inakusaidia nini wewe? Yaani unajua mchungaji, tunakulelea sana. Nuru inakusaidia nini? Mchungaji unakaa hivi. Hivi, uko hivi. Kuna faida gani huko? Na kuonea huruma sana kijana. Kwa sababu kazi unayoifanya haina hata malipo hata kidogo. Lakini nakuona unajitabisha kweli kwa nguvu nyingi. Sikiliza, mimi nishafanya mabalaa sana huko Kisumu. Huko anajua historia yangu, nimefanya mabalaa. Kijiji kizima nimekigeuza kuwa nyoka. Sitaki nifanye haya mabalaa nionekane mbaya tena huko. Mchungaji, ninachokuomba, ondoka hapa Nzera. Tuachie sisi tusambaze tunavyosambaza. Sijui umenielewa? Sitaondoka mpaka nihakikishe ya kwamba nguvu ya giza mahali hapa Nzera haitajwi tena. Naona wewe unielewi. Mimi nisipoteze muda sana. Kama ni nafasi nimekupa umeongea, yani hiyo nafasi ya kuongea ingekuwa unaitumia kuondoka ingekuwa vizuri. Sasa sitaki maneno mengi. Wanajua mimi yote mimi nina balaa. Nina moto. Karibu. Nakupa nafasi ya mwisho. Unaondoka Nzera, huondoke. Kijana, umekosa kazi. Kwa nini usiokoke? Kwa nini usibadilike, umpokee Yesu Kristo? Acha na nguvu za giza. Baba, katika jina la Yesu Kristo anatole hai, Mungu wa uzima, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka, napingana na nguvu za giza, nateketeza na haribu kwa jina la Yesu Kristo anatole hai. Haujashinda, yani usije ukapata hata faraja hata kidogo. Muda wako wewe unakuja. Yani tunakuashia moto. Mganga, nimekuja hapa kwako na shida moja. Mimi muda mwingine nabadilika kuwa nyoka, muda mwingine nabadilika kuwa binadamu wa kawaida. Naishi huko kijiji cha pili Nzera. Nimekuja hapa Nzera ili nisaidie hii shida. Hii shida hajanianzia huko. Imenianzia muda niliokuwa naishi Kisumu. Kwa mimi naomba unisaidie dawa la kuniondoa kabisa kwenye hii hali, yani kaa kabisa katika binadamu wa kawaida. Sawa, nitakusaidia. Lakini hautapona. Sitapona kabisa? Ndio. Kwa hiyo unaniambia nitakuwa tu na nakupa hiyo dawa ya kutuliza tu maumivu. Sio kwamba ya kupona.
tani ya kujipaka. Sawa mganga, mimi niko tayari, ili mradi tu hivi nanisaidia ule muda ninaoitumia na kwa tu kawaida mimi niko sawa. Sawa. Naomba tu nisaidie. Nakuonea huruma sana. Achana na hiyo kazi. Haina faida. Fire! Fire! Fire kwa jina la Yesu Kristo tule hai. Chelsea. Kabura. Chelsea. Amka. Wewe vipi? Nini kimekuleta hapa? Nimekuja kukusaidia. Eti kunisaidia? Wewe unanisaidia mimi, wewe unaweza kunisaidia? Hebu tuende nyumbani. Hebu niachie. Hivi unacheza gani? Niache nimalize huyu. Kila mtu kwani asifanye kazi yake. Hebu tuende nyumbani. Hebu niachie basi. Niachie mimi nimalize huyu. Niachie nimalize. Niachie. Kwani usiachane na hiyo kazi ya nguvu za giza? Unajitabisha sana. Na unatumia nguvu nyingi. Na hata upate malipo yoyote. Badilika. Sikiliza. Bahati yako mtu anakuokoa huko. Isingekuwa akishoka kukuokoa mimi ningekuangamiza sasa hivi. Aniachie waone. Mwambie aniachie. Niachie. Niachie nimuoneshe. Huyu tumfuate baadaye. Unajua kuna kibuni nimekisahau hapa. Au mpige kombola yeye. Basi sawa. Mungu wangu. Umekuwa ukilia moyoni, usiku mrefu haumalizi, maneno yao yanakuchoma, lakini bado unainuka. Dawa ndo hii hapa. Ya kujipaka. Ndio. Ila naomba hela ya kiti. Basi sawa, haina shida. Hii hapa. Kaa hapo chini. Na dawa ndo hiyo. Kaifanyie kazi. Sawa mganga. Mimi niko tayari kufanya kila kitu ulichonielekeza. Haya. Asante. Haya. Ndugu zako wamejitenga, marafiki wanakusema. Otini. Imekuwaje hivi? Unajua mkuu, tulikuwa kwenye mapambano ya kumaliza nguvu ya nuru, na tuliona tukamvamia mchungaji kanisani tena. Baada ya mara ya kwanza kushindwa, tulivyofika kanisani tulikubaliana kumsubiri nje mchungaji, kwa sababu tulijua ndani ya kanisa kuna nguvu za ziada. Lakini Kabula hakutaka kusubiri tena, moja kwa moja akaingia ndani. Kilichotokea, alizidiwa nguvu, na kikweli mkuu, mimi sina uwezo wa kuingia kanisani. Labda wewe ungekuwepo. Hatimaye umauti ukamfikia. Kwa hiyo wewe unashindwa kumsaidia mwenzako, unamwacha na angamia? Mnanilaumu mimi?
Yaani tena mnanilaumu tena. Yaani mimi naenda kufanya kazi na Kabula. Mnaanza kunilaumu. Kwa nina huruma basi. Mimi nimefiwa, mnanilaumu tena. Sawa. Kwa kweli imeshatokea. Na utambue wewe ndio umeleteleza hiyo tai. Wahusika wanaanza kupungua kwa uzembe wako. Kwa hili haliko sawa. Sasa inapaswa msimame kiuhakika, mfanye kazi bila uzembe. Na huyu inapaswa kwa kesho tufanye utaratibu wa mazishi yake. Ndugu yetu amefia katika vita. Alikuwa akipambana na alikuwa mpambanaji mzuri tu, ila kwa sababu limeshatokea haina budi kuvumilia. Inatakiwa tumstiri tu. Nawe Kishoka, sitaji uongee. Taarifa zako nimezipata. Unabadilisha mchana kuwa usiku, lakini unashindwa kufanikiwa lolote. Unafanya mambo ya kipuzi. Inawezekanaje kwa ujinga unaofanya? Mkuu, nilikwambia huyu Kishoka hana kazi. Nashangaa eti Kishoka akanikashoka. Hamna lolote huyu. Yaani bora unetea tu nifanye nao kazi, sio huyu. Mwili wa bure tu. Ile ilikuwa bahati mbaya tu mkuu, kwa sababu nilifanya vile, sikujua kwamba labda huku nyuma nitakuwa nazungukwa, ndio ikatokea vile. Ila kwa sasa hivi ninaamini haitajirudia. Nitafanya kazi jinsi inavyotakiwa, nitasimamia misingi yote. Sawa, nakupa nafasi nyingine isijirudie. Sawa. Zilizopo mbele yetu kumstiri mwenzetu. Nadhani tunaelewana. Mkewangu. Bena. Kuna kitu nahitaji nikuulize. Bila shaka. Uliza. Sawa. Nilikuwa nakuuliza kuhusu nyumbani ulikotoka, kule vitu ulivyokuwa unafanya, kilichotokea mpaka ukafika huko. Unamaanisha Kisumu? Ndio. Ninaambia story ya Kisumu tuiache, tuendelee tuna mambo mengine. Mimi nimekuuliza hivyo kwa nina maana yangu. Maana wewe unatoka kule umekuja huku, tunaishi wote pamoja. Kwa hiyo kuna vitu pia vya kufuata. Mume wangu, naomba tuachane na story ya Kisumu. Nishatoka, niko huku, naendelea na maisha ya huku, na pia umeshanioa. Mimi kwenye ndoa nafuatilia mambo yangu ya ndoa. Ila si ndo nyumbani? Ndio maana nikakuuliza, kwa sababu kama kule ndo nyumbani, mimi nauliza hivyo ili siku moja labda nikawaone wazazi, ndugu zako niwafahamu nyumbani pia.
Vipi, mbona kama uko sawa?